Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Leo ambapo kesi ya Lissu inasikilizwa tena mahakamani, ambapo kesi mbili, kesi ya uchochezi ambayo inaanza rasmi kusikilizwa, lakini pia kesi ya uhaini ambayo inakuja kutajwa mahakamani baada ya ushahidi kuto kukamilika. Mengine yanazidi kuendelea, ambapo kesi ya Lissu pia imefikishwa Umoja wa Mataifa. Wanasheria wa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama cha Chadema, Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anakabiliwa na mashitaka kadhaa ikiwamo ya uhaini, wamewasilisha malalamiko rasmi kwa Umoja wa Mataifa kupitia kikosi kazi cha masuala ya kuwekwa kizuizini bila msingi, yani United Nations Working Group on Arbitrary Detention, wakitaka kushinikiza kuachiliwa kwake huru. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa na aliyeshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, kosa linaloweza kusababisha adhabu ya kifo kutokana na kauli anazodaiwa kuzitoa akiwataka wafuasi wake kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Robert Amsterdam, wakili wa kimataifa anayemwakilisha Tundu Lissu, amesema kuwa malalamiko hayo kwa Umoja wa Mataifa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuibua shinikizo la kimataifa dhidi ya serikali ya Tanzania, ingawa kikosi kazi hicho cha UN hakina mamlaka ya utekelezaji, hutoa maoni yanayoweza kuongeza mgandamizo wa kidiplomasia kwa mataifa. Hata hivyo, Amsterdam amesema kampeni ya kutaka Lissu aachiwe inahusisha pia mwito wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani kuwawekea vikwazo wote wanaohusika na kesi ya Lissu, ikiwemo waendesha mashtaka, majaji pamoja na polisi. Hatua hiyo imekuja wiki chache tu baada ya Bunge la Ulaya kupitisha azimio kali ambalo limelaani kukamatwa kwa Lissu, likiita hatua hiyo kuwa na msukumo wa kisiasa. Robert Amsterdam pia amesema yuko mbioni kuwasilisha ombi kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ili kuanza mchakato wa kuiwekea vikwazo serikali ya Tanzania na maafisa wake waliohusika na kesi hiyo ambayo inamkabili Tundu Lissu. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, ikijibu azimio la Bunge la Ulaya, ilisema kwamba wakosoaji wa kimataifa wanatoa taarifa zisizo kamili au zenye mwelekeo wa upande mmoja kuhusu kesi hiyo ya Lissu, ambaye amefikishwa tena mahakamani leo. Hivyo kesi ya Lissu imefikishwa Umoja wa Mataifa. Tusubirie kuona nini ambacho kitaendelea kujiri na watu wana maoni gani kufuatia kesi hii ya Lissu kufikishwa Umoja wa Mataifa. Huyo wa kwanza anasema, sasa nimepata majibu sahihi. Kumbe ndugu huyu kuna mabeberu wako nyuma yake, ndo maana amekuwa akiingiza taifa letu kwenye msukosuko. Lakini pia mwingine akasema, kweli Lissu sio Mbowe, lakini pia ukiona unapendwa na wazungu wewe ni papeti. Lakini pia mwingine akasema kwamba Free Lissu, freedom is coming soon. Lakini pia mwingine anasema kwamba wazungu mnatutia mashaka na upendo wenu huu, upendo mngetuonyesha na kwa Ibrahim Traore. Lakini pia mwingine anasema Free Lissu now, no reforms, no election. Mwingine anasema kwamba Lissu anawapelekea moto akiwa ndani. Lakini pia mwingine anasema kwamba kuna vitu vya kujibu kwa mihemko kama hatujui madhara yake hapo baadaye. Mimi nawaza tu mwenyewe kuwa kumkamata huyu jamani sawa na kumpiga chula teke, ambapo anajua unamkomoa, kumbe unamuongezea mwendo. Huyu mtu hana madhara yoyote, akiachwa afanye mikutano yake, tena alindwe, apewe uhuru wowote. End of the day bado CCM inabaki kuwa CCM tu. Lakini pia mwingine anasema kwamba haki haina beberu au mbuzi, ukweli hauna mzungu au Mwarabu. Mwisho elewa, haki ya kutoa maoni ndio msingi wa kudai uhuru. Kutoa maoni si uhaini, wala Lissu hakutaka kupindua serikali. Mjibuni hizo hoja zake. Lakini pia mwingine akasema haki tendeke,
Lakini pia mwingine akasema Umoja wa Mataifa ndio nini, wameshindwa huko Sudan pamoja na Kongo na mataifa mengine ambayo bado watu wanazidi kuumia. Wanakuja kufata nini kwetu? Waondoke kwetu waende huko Palestina, watu wanakufa. Lakini pia mwingine akasema kwamba ndio maana hata Magufuli alimpinga jamaa kwa Magu alivyokuwa. Kama jamaa angekuwa ni mtetezi kweli wa Tanzania halisi, asingepitia yale matatizo. Mzungu amtetee mweusi bure, tena mweusi anaitetea maslahi ya nchi yake? Hapana. Ingekuwa hivyo tungeona kwa Gaddafi, Sankara, Lumumba na sasa Ibrahim Traore. Lakini pia mwingine anasema kwamba wewe watapiga kelele, mwisho wake mtauona wote hao ni wale wanaotetea mashoga ambao Trump hawataki. Lakini pia mwingine anasema kwamba hawa jamaa si ndio wale waliomtuhumu kueneza ushoga, especially kupitia zile fomu wanazodanganya Watanzania kuwa ni petition za kuzuia uchaguzi, kumbe wanaipelekea ile listi ionekane kuwa ni Watanzania wanaunga mkono sera za mashoga na kuwatetea. Chadema inatupeleka wapi? Lakini pia mwingine anasema kwamba Tanzania kufananishwa na Uganda, Zimbabwe, Sudani na hata haileti picha nzuri. Lakini pia akasema ni Umoja wa Mataifa hii ambayo DRC, Sudan, Somalia zipo, anauliza. Lakini pia mwingine akasema hatimaye kesi imefika kwa mabosi zake, halafu Watanzania hawashtuki, eti wanadanganywa watoto wanaingia mkenge, eti Lissu na wenzie wanapigania maslahi ya Watanzania. Shenzi hawa. Lakini pia mwingine anasema kwamba CCM lazima wabadilike kukaa wakifikiri nchi yao peke yao wanaweza kufanya kila wanalotaka katika ulimwengu huu. Wakijikosea wenyewe watalaumiwa kila kona ya dunia, kama ilivyo sasa. Teki wanawalaumu, KKT wanawalaumu, Chadema wanawalaumu, Ulaya wanawalaumu, hadi Mange Kimambi anawalaumu. Lazima CCM mkubali kukana Chadema, mzungumze tupate tume huru itakayoheshimu kula zetu. Lakini pia mwingine anasema kwamba freedom is coming tomorrow, mwachieni Tundu Lissu. Lakini pia mwingine akasema ndio wanaofadhili uhaini. Lakini pia mwingine akasema Umoja wa Mataifa una nini, mbona hauzuii vita nchi mbalimbali? Lakini pia mwingine akasema marapa umeifuma marapa Lissu anatoka leo, nini kitatokea? Lakini pia mwingine anasema kwamba kwa hiki kinachoendelea Lissu anatumika na mabeberu. Una nafasi pia ya kutochea maoni yako kwa taarifa hii, lakini kubwa zaidi ni kwamba tuendelee kufuatilia zaidi ili tufahamu mengi zaidi kuhusu kesi ya Lissu. Hii ni kesi kubwa mno, kesi ya uhaini ambayo adhabu yake kama tunavyofahamu ni adhabu ya kifo. Kwa hiyo Tundu Lissu akikutwa na hatia, basi adhabu yake ni kuhukumiwa kifo. Kwa hiyo tusubirie kuona nini ambacho kitatokea, lakini kubwa ni kusi kwamba endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali, na kubwa zaidi maoni yako ni muhimu kwa taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukikuhabarisha hapa kila wakati.